Katika baraza la madiwani la robo ya tatu ya mwaka wa fedha 2024-2025, diwani wa kata ya Nyambiti Mheshimiwa Peter Misalaba amemwomba mkuu wa wilaya ya Kwimba Mwilabuzu Ludigija kusimamia na kuombea fedha ili kukamilisha miundombinu ya barabara. Pia diwani wa kata ya Maligisu Mheshimiwa Tabu Ndododo naye aliongeza kwa kusema madaraja pia yanahitaji kukarabatiwa. Sasa inaleta changamoto kwenye barabara hizi na zingine zilikuwa zimechukuliwa, sasa hata upitikaji wake ni mashida. Sasa nini cha kukusaidia, kwa sababu mvua imenyesha na zingine zilikuwa zinaendelea kurekebishwa, lakini zimeharibika kwa kiasi kikubwa sana. Kwa nilikuwa naomba atusaidie mkuu wa wilaya kutuombea fedha hizi, hata kama alioda maalum, ili fedha hizi ziweze kupatikana, wakandarasi hao waweze kulipwa na hatimaye waweze kuendelea na kazi ambazo walikuwa wanaendelea nazo, ili kuweza kuzikamilisha barabara hizi na ziweze kupitika kwa utaratibu mzuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaogopa kwa sababu ya mazingira tulionayo kwenye maeneo yetu. Hii barabara yetu ya kutoka Magu Ngungumana ni barabara ambayo inaunganisha wilaya, lakini ukifika pale Sorwe kuna siku nimemaliza masaa matatu pale, yaani mvua kidogo tu hakuna kupita, lakini barabara kubwa yenye mapato mengi, yenye majukumu mengi ambayo inaunganisha wilaya, yaani kutoka Magu unaenda mpaka Dar es Salaam. Ile daraja ni aibu kwa Kwimba. Lakini kuna daraja hapa la Kinyaboya pale, ndugu zangu. Ukifika pale, gari likiingia pale, hata mtu wa miguu hawezi akapita kwa pembeni. Ni madaraja ya zamani kweli. Nilikuwa naomba kwenye hayo, hebu tunafikisha sehemu husika, pamoja na kwamba limependekezwa itakuwa barabara ya lami, basi angalau tuanze na hayo madaraja. Ni aibu kweli. Mkuu wa wilaya ya Kwimba Mheshimiwa Mwilabuzu Ludigija naye aligusia kwa kusema baadhi ya wakandarasi wameshaanza kupata malipo na kumuomba meneja wa TARURA wilayani hapo kuzungukia miradi hiyo ili kuhakikisha miradi hiyo inakamilika. Swala la wakandarasi malipo, wameshaanza kupata malipo. Kwa hiyo miradi ambayo inaendelea tayari wakandarasi wameshaanza kulipwa, na mimi ndio taarifa nilionayo. Kwa hiyo ni muhimu waheshimiwa madiwani ukafuatilia, na mimi nitamwelekeza meneja wa TARURA ili ahakikisha na wafuatilia wakandarasi hao ambao walikuwa na shughuli kwenye maeneo fulani wanatekeleza miradi hiyo na mikataba yao ili kuhakikisha sasa inakamilika. Maana wakati mwingine wakandarasi hao wanafanya miradi sehemu tofauti. Wasiposimamiwa vizuri, unakuta anapokea fedha hapa, anaangalia labda kwenye wilaya X alikuwa na mradi ambao pengine amekadiria kukamilisha, anaenda kukamilisha huo, anahamisha fedha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na matokeo yake unajikuta sehemu nyingine inakuwa imelala. Kwa hiyo sisi kama wasimamizi wa shughuli za maendeleo kwenye kata zetu, kwa kushirikiana na watendaji wa kata, tukafuatilia miradi ambayo iko kwenye maeneo yetu, na nina imani tunawafahamu wakandarasi hao, na kama tutaonekana kwa wakandarasi hawarudi site, tuelekezane. Tuna mifano ya miradi ambayo mingine inatekelezwa ni mkandarasi mwenyewe. Katibu wa Chama cha Mapinduzi wilayani Kwimba alisisitiza suala la ushirikiano wa chama pamoja na serikali ili kuweza kufikia kile walichokilenga na kuwafikia wananchi. Kusukuma gurudumu la maendeleo ya taifa letu liweze kusonga mbele, hasa hususan wilaya ya Kwimba. Tunaomba sana madiwani ushirikiano, wataalamu naomba sana ushirikiano, watendaji wote wa kijiji naomba ushirikiano. Na kauli inayosema kasi ni vizuri kukaa, hata hatuna ugomvi baina ya madiwani au chama na serikali. Sisi wote ni watu wamoja, tunafanya kazi moja. Kwa hiyo tunataka ushirikiano na kauli. Mwanzo kakosea basi mwambie vizuri ili tuweze kwenda pamoja. Sababu anasema sisi ndio duka. Wataalamu
wauza duka. Kwa hiyo hatuna sababu ya kugombana kati ya mwenye duka na muuza duka. Sisi ni kitu kimoja. Maendeleo hayapatikani bila kushikamana. Hili ni waasi sana, naomba sana yani kuwe na amani na kauli nzuri tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Wala mtu asijione kwamba mimi labda mimi ndio CCM au mimi ni wa serikali. Yaani serikali kama vile tunatafuta serikali na serikali inafanya kazi chini ya chama. Wewe si mmoja tu pamoja. Bila kujali kwamba huyu ni nani, huyu ni mdogo, huyu ni mkubwa. Sawa ndugu zangu. Mwenyekiti wa halmashauri wa wilaya ya Kwimba naye alikuwa na haya ya kusema. Lakini pia nichukue fursa hii kumwambia katibu wetu wa chama, mama karibu, sisi tupo, hawa ndio madiwani, hawa ndio wakuu wa idara, hii ndio useme Kwimba kwa ujumla wake. Tutakupa ushirikiano wa kutosha kama ulivyoomba. Lakini Mheshimiwa mkuu wa wilaya, imesema barabara, mimi naongezea tu kwenye kesi ya barabara. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, pamoja na changamoto zile wajumbe wamezisema kwenye barabara, lakini iko hali ya hatari kwa wakandarasi wetu. Wanapofanya kazi zao hawaweki direction yoyote kama kufika eneo husika kuna mkandarasi nipite wapi. Na hili swala linasababisha ajali nyingi sana. Hii ni News Update Media, Yusuf Shaban, Kwimba.